Kila mlipuko unaopuliza anga, kila ripoti ya kifo, kila picha ya uharibifu ni hadithi halisi ya wanadamu. Lakini mara nyingi hadithi hizi hupunguzwa kuwa takwimu tu, nambari zisizo na uso wala hisia, kwani katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Irani, jambo hili limeibuka kwa nguvu zaidi, likiwasilisha hoja yenye msisimko mkali mbele ya macho ya umma. Je, umma unapewa ukweli wa gharama ya kibinadamu, au matamshi ya kisiasa yanapambana na ukweli halisi ambao umma unahitaji? Matamshi ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kwamba vyombo vya habari vinaangazia vifo vya wanajeshi wake ili kumuonyesha Rais Donald Trump ni mbaya mbele ya macho ya umma yameibua mjadala mzito wa kihistoria ulimwenguni kote. Kwa mujibu wa AP News, waziri Hegseth akizungumzia vifo vya wanajeshi 6 wa hifadhi ya jeshi la Marekani waliopoteza maisha kwenye shambulio la Irani dhidi ya kituo cha operesheni huko Kuwait, alisema, na hapa namnukuu: wakati ndege ndogo zisipozuilika au matukio ya huzuni yanapotokea, yanakuwa habari kubwa kwenye ukurasa wa mbele. Naelewa vyombo vya habari vinataka tu kuonyesha rais kwa sura mbaya, lakini jaribu mara moja kuripoti ukweli. Masharti ya vita hivi yataamuliwa na sisi kila hatua. Mwisho wa kunukuu. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alipoulizwa kuhusu maneno hayo na kituo cha habari cha CNN, alisisitiza, na hapa namnukuu: unachukua kila kitu ambacho utawala huu unasema na kujaribu kuifanya ionekane vibaya kwa rais. Hii ni ukweli usiopingika. Mwisho wa kunukuu. Kumbukumbu za picha za mateso ya wanajeshi na raia zilizotolewa kwenye televisheni vilibadilisha mtazamo wa wananchi. Watu walibadilishwa kutoka wafuasi wa vita hadi kuwa mashaka. Kila kifo kilichoorozeshwa, kila jeraha lililohusishwa kwenye picha lilikuwa kielelezo cha gharama ya kweli ya vita. Timothy Naftali, mtafiti katika chuo cha Columbia cha masuala ya kimataifa, alisema, na hapa namnukuu: kwa baadhi ya maraisi, somo lililoonekana ni kuwa usiruhusu ukweli wa vita kuingia katika vyumba vya watu ikiwa unaweza kuzuia. Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa AP News, leo picha zinazopatikana kwa umma zinafananishwa na mchezo wa video, milipuko ikinuka anga juu, huku maumivu ya kibaki ya kibinafsi. Lakini vizazi vilivyopita, waandishi walijumuishwa na jeshi, na wengine walijulikana sana, akiwemo Robert Capa na Margaret White. Vita vya Vietnam vilikuwa mfano wa upatikanaji wa karibu wa taarifa. Waandishi wa habari waliokuwepo nchini walituma ripoti za vifo na uharibifu kila mara. Cronkite, mkurugenzi wa CBS TV, aliripoti mwaka 1968 na kuhitimisha kuwa njia ya busara ni amani ya mazungumzo, ambapo Rais Lyndon Johnson alisema, na hapa nanukuu: ikiwa nimepoteza Cronkite, nimepoteza Amerika ya Kati. Mwisho wa kunukuu. Katika vita vya Ghuba vya mwaka 1991, picha za televisheni zilionyesha jeneza la wanajeshi likirejeshwa nyumbani. Pentagon ilizuia uchunguzi wa matukio hayo, wakisema ni kwa hifadhi ya familia, ingawa wakosoaji walisema ni kuepuka kuonyesha vifo vya wanajeshi. Katika karne ya 21, waandishi waliopatikana kuandika kuhusu vita vya Afghanistan walipata vizuizi vikubwa. Jessica Donati, mwandishi wa The Wall Street Journal na Reuters, aliandika mwaka 2021, na hapa na nukuu: ni rahisi kwa waandishi kuunganishwa na Taliban kuliko na jeshi la Marekani. Mwisho wa kunukuu. Vita hivi vilivyo mbali na ardhi ya Marekani vimepunguza vifo vya wanajeshi wake, hivyo kila kifo kinapewa umuhimu mkubwa wa habari. Jack Tapper wa CNN alisema, na hapa na nukuu: vyombo vya habari vinaripoti wanajeshi waliokufa kwa sababu tu wameshinda kwa kutoa maisha yao, hivyo ni heshima. Mwisho wa kunukuu. Ripoti kutoka Irani ni chache. Timu ya CNN chini ya Frederick Pretgen ilikuwa ya kwanza kutoka televisheni ya Marekani kuingia nchini na kumfuatilia Rais Trump. Danny Lamoth, mwandishi wa masuala ya kijeshi wa The Washington Post, aliandika kuwa maneno ya Hegseth yatazuia kuripoti vifo vya wanajeshi, jambo lililofanywa na marais wote wa vyama vikubwa.
Robert Reid, mhariri wa Stars and Strippers kati ya mwaka 2014 hadi 2025, aligundua kuwa wasomaji walitaka zaidi ya nambari. Walitaka hadithi za maisha ya wanajeshi, walikozaliwa, walioachiliwa, ndoto zao, familia walioziacha. Alisema, kwa miaka 10 au 20 wengi watafungwa kutoka kwenye kumbukumbu, lakini kwa yale waliopewa kwa nchi yao wanastahili heshima ya maisha yao. Wanajeshi hao ambao walijitolea maisha yao bila kujali hatari, wana haki ya kumbukumbu ya kudumu. Kila mlipuko, kila shambulio, kila jeraha lina hadithi ya kibinadamu, ya kishujaa na ya maumivu. Ni hadithi ambazo zinapaswa kusimuliwa, kuonyeshwa na kuelimisha umma kuwa vita si mchezo, si mbadala wa nambari, bali ni uso halisi wa mwanadamu unaoathiri familia, marafiki na taifa zima kwa ujumla.